Unajua kwamba kuna mimea 7 rahisi unayopika au kula kila siku. Mimea hiyo inaweza kuwa silaha kubwa ya kupunguza uvimbe, kuimarisha afya ya moyo na kulinda mwili wako dhidi ya magonjwa sugu bila kutumia dawa ghali au virutubisho vyenye hatari. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina kutoka Naturemed Supplies. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au msaada wa kurejesha afya yako kwa virutubisho asilia, unaweza kuwasiliana na Dr. Mkina kupitia namba 0748294113 ambazo pia zinapita chini ya video hii. Jambo muhimu sana ni kwamba tunazo bidhaa mbalimbali zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia zinazoweza kusaidia changamoto yako ulionayo. Na kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, na kukaribisha sana kubonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kupata taarifa ya video mpya kila tunapozi-upload. Kama umeshafanya hivyo, asante sana na twende pamoja mpaka mwisho. Watu wengi wanatumia chumvi nyingi, sukari nyingi na vyakula vilivyosindikwa bila kujua kwamba hali hiyo huongeza uvimbe mwilini, hupunguza kinga ya mwili na kuathiri moyo. Bila mabadiliko madogo katika mlo wako, unaweza kukabili hatari ya shinikizo la damu, matatizo ya moyo na uchovu wa muda mrefu. Endelea kutazama mpaka mwisho ili ujue mimea yote 7 na namna bora ya kuitumia katika chakula chako kila siku ili upate faida kamili. Mmea wa kwanza ni parsley au majani ya iliki. Parsley ni miongoni mwa mimea yenye thamani kubwa kiafya. Ina vitamini A, vitamini C na vitamini K kwa kiwango kikubwa ambavyo vinaimarisha kinga ya mwili, kuboresha afya ya macho, kusaidia ngozi kuwa na muonekano mzuri na kusaidia kuganda kwa damu kwa njia salama. Pia ina misombo ya mimea kama flavonoidi ambayo husaidia kupunguza uvimbe mwilini na kupunguza maumivu ya misuli. Kutumia parsley kwenye supu, tambi, saladi au kuichanganya kwenye juisi kunasaidia kuongeza virutubisho bila kuongeza chumvi au kemikali hatari. Mmea wa pili ni cilantro au dania. Cilantro pia huitwa korianda na ina faida nyingi kwa afya ya moyo na mfumo wa damu. Ina vitamini na madini pamoja na potassium ambayo husaidia kudhibiti shinikizo la damu na kusaidia kazi ya misuli. Pia ina vioksidishaji vinavyopambana na uvimbe na kulinda seli za ubongo. Kutumia cilantro kwenye taco, kari au vyakula vya mboga huongeza ladha bila kuongeza viambato vya ziada vinavyoweza kudhuru afya. Mmea wa tatu ni rosemary. Huu wengi mnaujua. Rosemary ni mmea wenye harufu nzuri na misombo yenye nguvu kama asidi ya rosmarini na asidi ya carnosic. Misombo hii husaidia kupunguza uharibifu wa seli unaosababishwa na msongo wa kioksidishaji na kusaidia afya ya ubongo na umakini. Pia inaweza kusaidia mmeng'enyo wa chakula na kupunguza wasiwasi. Rosemary hutumika vizuri kwenye nyama, viazi na mafuta ya kupikia ili kuongeza ladha na faida za kiafya. Mmea wa 4 ni basil au msubili mzuri. Basil ina vitamin K kwa wingi na vioksidishaji vinavyosaidia kudhibiti sukari ya damu, kuboresha mzunguko wa damu na kuimarisha mifupa. Ina uwezo wa kusaidia mwili kupambana na uvimbe na kuimarisha afya ya moyo. Basil ni rahisi kutumia kwa kutengeneza pesto, kuweka kwenye saladi au kupamba pizza na supu. Kutumia basil kwa wingi katika mlo wako kunasaidia kuongeza virutubisho bila kuongeza kemikali. Mmea wa 5 ni sage. Sage ni mmea wenye virutubisho kama chuma, zinki na vitamin K pamoja na vioksidishaji vingi. Misombo yake husaidia kupunguza msongo wa kioksidishaji na kusaidia afya ya ubongo. Tafiti zinaonyesha inaweza kusaidia kuboresha kumbukumbu na kusaidia watu wenye matatizo ya kupungua kwa uwezo wa kufikiri. Sage inaweza kutumika kwenye nyama, vyakula vya kujaza au kukaangwa juu ya tambi, kuongeza ladha na faida za afya. Mmea wa 6 ni oregano au atano. Oregano ina sifa za kupambana na bakteria na virusi pamoja na flavonoidi zinazopunguza uvimbe. Ina vioksidishaji vinavyosaidia kupunguza hatari ya magonjwa sugu na kulinda seli za mwili. Hata kama inapatikana zaidi katika hali ya kukaushwa, bado ina faida kubwa. Tumia oregano kwenye mboga zilizooka, pizza au saladi ili kuongeza ladha na kinga ya mwili.
Mmea wa 7 ni mint au majani ya mchaicha mzuri. Mint ina aina kama spearmint na peppermint. Ina vitamini, madini na vioksidishaji vinavyosaidia afya ya mfumo wa chakula, kupunguza kichefuchefu, maumivu ya tumbo na harufu mbaya ya mdomo. Kutafuna majani ya mint kunaweza kusaidia kuongeza umakini na kupunguza msongamano wa pua kwa muda. Unaweza kuichanganya kwenye matunda au vinywaji ili kuongeza ladha. Thyme ina vitamini A, vitamini C na vitamini B pamoja na misombo ya mimea yenye uwezo wa kupunguza uvimbe na kulinda seli. Inasaidia kimetaboliki na afya ya ubongo na ina nyuzi zinazosaidia mfumo wa chakula. Hutumika sana kwenye supu, michuzi na mboga zilizooka kuongeza ladha na thamani ya lishe. Mimea mingine kama dill, chives, sorrel, chervil, tarragon, lemongrass na lavender pia ina faida kubwa kiafya na inaweza kuongezwa kwenye mlo wa kila siku. Mimea hii inapaswa kuhifadhiwa vizuri ndani ya chupa yenye maji na kuwekwa kwenye jokofu ili isipoteze virutubisho. Ikiwa una nafasi, unaweza kupanda mimea hii nyumbani ili kupata chanzo safi na cha kudumu. Kwa ujumla, mimea hii 7 ina thamani kubwa kibiolojia kwa sababu ina misombo asilia inayosaidia mwili kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Mimea kama parsley, dania, rosemary, basil, sage, oregano na mnanaa ina vioksidishaji, flavonoidi na polifenoli ambazo husaidia kupunguza uvimbe na kulinda seli dhidi ya uharibifu unaoweza kusababisha magonjwa sugu. Kibiolojia, mwili wa binadamu hupitia msongo wa kioksidishaji kila siku kutokana na uchafuzi wa mazingira, lishe duni na mfadhaiko. Misombo inayopatikana kwenye mimea hii husaidia kupunguza athari hizo kwa kusaidia mfumo wa kinga na kulinda afya ya moyo, mishipa ya damu na ubongo. Hata hivyo, ni muhimu kuzitumia kama sehemu ya chakula cha kawaida kwa kiasi cha wastani. Faida zake hupatikana zaidi zinapotumika kwenye mlo kamili wenye mboga, matunda, nafaka zisizokobolewa na protini bora. Mimea si dawa, bali ni chakula chenye virutubisho vinavyosaidia mwili kujilinda na kujiimarisha kwa njia ya asili. Pia, zingatia usafi, uhifadhi sahihi na kuongeza mimea mwishoni mwa upishi ili kulinda vitamini na misombo yake hai. Kwa watu wenye hali maalum za kiafya au wanaotumia dawa za hospitali, ni busara kupata ushauri wa kitaalamu kabla ya kufanya mabadiliko makubwa ya lishe. Kwa kifupi, mimea hii 7 ni nyongeza salama na yenye manufaa kwenye mlo wa kila siku inapoliwa kwa uangalifu na uwiano mzuri wa lishe. Kumbuka, mimea hii 7 inaweza kupunguza uvimbe, kuimarisha afya ya moyo na kuongeza virutubisho kwenye chakula chako kwa njia salama na ya asili. Mpaka hapa, hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya skrini ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana. Tukutane tena kwenye video zijazo.